Lakini niseme tu kwamba Chama cha Walimu Tanzania kinaendeshwa kwa misingi na taratibu kwa kufuata katiba tuliojiwekea sisi wenyewe kama wanachama. Na katika katiba ya Chama cha Walimu Tanzania tuna kauli mbiu yetu inasema wajibu na haki. Sasa tunapoenda kutekeleza swala linaloitwa wajibu, nitoe wito tu kwamba wanachama wote ambao ni walimu wa Tanzania, wajibu wetu mkubwa ni kutekeleza maelekezo na taratibu mbalimbali kama walimu, kama profession. Lakini pia ndani ya Chama cha Walimu Tanzania tuna wajibu mbalimbali tunaotakiwa kutekeleza. Moja ya wajibu ambao tunatakiwa kutekeleza kwa sasa ni kipindi hiki ambacho tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu ndani ya Chama cha Walimu Tanzania. Wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba kama mwanachama ni lazima ujue kwamba moja ya wajibu wako ni kuhakikisha unashiriki chaguzi zote kwa ngazi zote na wakati wote, kwa kuamini kabisa kwamba chama hiki ni chetu sisi sote wanachama. Chama hiki si cha viongozi peke yake, lakini ni chama cha walimu wote Tanzania ambao kimsingi tunawajibika kushiriki katika chaguzi hizi. Lakini tunapokuja kuzungumza habari za haki, ni haki ya kila mwanachama kuchukua fomu kama alivyotangulia kusema katibu mkuu hapa. Kila mwanachama kwa sifa zilizotajwa na katibu mkuu hapa ni lazima uwe na uhuru wa kuchukua fomu. Hakuna kiongozi yeyote aliyeko sasa ambaye amemiliki nafasi ile. Nafasi ni za sisi sote wanachama wa Chama cha Walimu Tanzania kuanzia ngazi ya shule lakini mpaka ngazi ya taifa. Nafasi zote zitakuwa wazi, na kwa sasa tumeanza na ngazi ya shule, yani eneo la kazi. Tunatoa wito kwa yeyote yule anayeona kwamba ana uwezo wa kusimama kwa ajili ya kuwasimamia wenzake kama kiongozi, basi achukue fomu ili aweze kujaza fomu ile na kuchaguliwa kuwa kiongozi katika eneo lile linalohusika. Na niseme tu kwamba nafasi hizi za uongozi hakuna asiyeweza kuwa kiongozi, isipokuwa tunawezeshana na tunashauriana, tunasaidiana namna gani ya kufikia hatua ya mwalimu kuweza kuchukua nafasi katika eneo lile. Ndugu walimu wenzangu nchi nzima, nitoe wito kwenu kwamba tuna wakati mzuri sasa wa kukaa na kujipanga na kutafakari namna gani nzuri ya kuenenda sisi kama walimu katika tasnia yetu. Tuna mambo mengi sana ambayo serikali inatutegemea tuyafanye, lakini tunapofanya mambo yetu ndani ya Chama cha Walimu lazima tuyafanye tukiwa tuna hakika kabisa tunafanya bila kupinga taratibu zilizowekwa na nchi. Na moja ya vitu ambavyo ninavisisitiza kama kiongozi mkuu wa Chama cha Walimu kwa sasa, tunapokwenda kwenye chaguzi hizi ni lazima tuendelee kutunza amani. Amani iliyopo sasa ndani ya Chama cha Walimu, amani iliyopo sasa kwa walimu wote Tanzania, amani iliyopo katika nchi ya Tanzania, ni lazima tuhakikishe tunailinda kwa nguvu zetu zote. Kulinda amani hii si kwa kuchukua bunduki, sisi hatuna bunduki wala hatuna silaha, lakini amani tunailinda kwa kueneza propaganda safi, kwa kueneza nia njema, kwa kueneza namna ambavyo sisi tunaweza tukafanya kazi kwa uadilifu. Lakini si uadilifu peke yake, lakini lazima tuendelee kuwa wazalendo. Watu wengi wanatafsiri namna tofauti uzalendo. Uzalendo maana yake ni kuona namna ambavyo serikali inafanya kazi kwa wananchi wake na jamii nzima kwa ujumla. Sisi kama walimu tunaendelea kuipongeza serikali yetu kwa namna ambavyo inafanya kazi zake vizuri. Kwa hiyo nitoe wito sana kwa walimu wenzangu kwamba tuna nafasi sasa ya kuchukua fomu kwa nafasi zote ambazo zimetangazwa na kama ambavyo nimezungumza katibu mkuu. Lakini yapo mambo ya msingi sana ambayo nataka niasisitize kama kiongozi mkuu wa taasisi. Ni lazima tufuate taratibu zote ambazo zinatuhusu kama wananchi wazalendo wa Tanzania. Swala la rushwa wakati wa chaguzi tunalipinga kwa nguvu zetu zote kama viongozi wakuu wa chama. Tunapokwenda kufanya chaguzi, niseme tu kwanza kwa wananchi wote, lakini pia wanasiasa. Sisi tunaheshimu siasa kwa sababu maisha ni siasa. Lakini tunaendelea kutoa wito. Wale wote ambao si mamlaka ya kumshughulikia mwalimu, si mamlaka ya kinidhamu ya mwalimu, tunaomba sana kila mmoja katika nafasi yake ya uongozi ashike nafasi yake na wala asingilie kile kitu ambacho kinakwenda kumnyanyasa mwalimu kinyume na taratibu. Nashukuru sana kuipongeza serikali. Wakati fulani tulisikia kwenye vyombo vya habari kule Tanga, nafikiri mwalimu alinyanyaswa baada ya kuchelewa dakika kadhaa kuingia katika ukumbi wa mkutano. Lakini nashukuru kwa sababu serikali iko pale, haiwaweki wanasiasa ili waweze kunyanyasa
taaluma nyingine. Ni namna ambavyo mtu anajibeba. Lakini tunaendelea kuamini kabisa kwamba kila mmoja akisimama kwa nafasi yake, hakuna rupture inaweza kutokea. Na sisi kama taaluma ya walimu tunaendelea kusisitiza ni taaluma inayoheshimika, sisi wenyewe tunajiheshimu na sisi hatutaki kuingilia kwenye mambo ya siasa, na ndio maana tumesimama kama sisi kama Chama cha Walimu Tanzania, chama cha wafanyakazi. Lakini swali la pili umeuliza kwamba sisi tumesahau nini? Sisi hatujasahau hata kimoja. Sisi ni wanachama kama wanachama wengine. Kwa hiyo tunaposisitiza kwamba mwanachama wajibu wako ni kushiriki katika shughuli mbalimbali za chama, lakini haki yako kama mwanachama ni kushiriki katika chaguzi, kuchagua na kuchaguliwa. Sisi pia tuna haki ya kuendelea kusimama katika nafasi hizo, wajibu na haki. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa na jibu lingine, katibu mkuu, ni kwamba sisi kama wanachama wa Chama cha Walimu Tanzania bado tuna haki ya kuchaguliwa na kuchagua pia. Labda kwa nyongeza kwamba mafanikio. Swali zuri sana, na niseme tu kwamba vyama vya wafanyakazi Tanzania, si tu Chama cha Walimu Tanzania, non-partisans. Sisi hatujishirikishi kwa namna yoyote ile na masuala ya kisiasa nje ya siasa zetu za Chama cha Walimu Tanzania kama chama cha wafanyakazi. Kwa hiyo niwaambie tu wananchi wote na umma wote wa Tanzania kwamba chaguzi zetu zinahusiana na sisi walimu kama Chama cha Walimu Tanzania. Hazitakuwa na namna yoyote ile ya mwingiliano na mambo mengine ya kisiasa nje ya siasa zetu za Chama cha Walimu Tanzania. Na kama ambavyo tunaendelea kuishi sasa, sisi tunaishi ndani ya Tanzania hii, lakini hata mara moja hatujawahi kujishirikisha na kuonyesha kwamba pengine siasa zetu za Chama cha Walimu Tanzania zinaweza zikaathiri pia siasa za nchi. Sisi tunachosisitiza kwa walimu wenzetu ni kuwa na amani, kuwa na utulivu na kufuata taratibu zote za nchi bila kuvunja sheria. Kwa mfano, kwa kipindi hiki ambaye mwenyekiti wangu aliingia 17 kuingia 18, kwa nika vile tumeingia 18 kuja sasa hivi. Mfano moja mpango mkakati wa chama wa 15-20 ni kujenga ofisi za wilaya. Kila wilaya kuwa na ofisi nchi nzima. Kwa kipindi hiki fupi cha miaka hii miwili ya tumeingia, mpaka sasa hivi zaidi ya wilaya 50 zinajenga ofisi. Kwa muda huu ambao unaweza kuona kwa sababu ni moja ya maazimio ambayo tulikuwa tumeweka kwenye mpango mkakati. Wilaya 50 zinajenga ofisi tena kwa gharama ambayo kama mnaona kuona vyombo vya habari, mmoja wapo wa waziri wa elimu akasema kama ni hivi kumbe kule kwetu huenda tunapigwa. Yani tunajenga ofisi yani kwa kushirikiana wote viongozi. Sisi pamoja na wale walioko wilayani tunajenga ofisi 50. Si hatua ndogo, si hatua ndogo. Si hatua ndogo. Kwa ni kianzio kizuri kabisa. Lakini kuna vitu tumeviboresha. Kwa mfano zamani ni chama pekee ambacho kinatoa mkono wa kwaheri kwa mwalimu aliyestaafu. Tunatoa yani ndio chama pekee nchini ambacho mwalimu akistaafu tunampa mkono wa kwaheri. Kwa mfano kitendo cha kubadilisha utaratibu kutoka utaratibu wa zamani na kuwekea mwalimu hela yake kwenye account ni moja ya mabadiliko makubwa sana. Kwamba mwalimu yuko Liwale, baada ya kuambiwa njoo ufuate bati zako ofisini, anawekea fedha yake akiwa huko Liwale, amwenyewe anunue bati afanye kitu. Moja ya vitu ambavyo tumeifanyia mabadiliko makubwa sana kwenye chama. Lakini sasa hivi nafikiri nidhamu hata ya fedha imeongezeka kwenye chama chetu kubwa kabisa. Fuatilieni huko wilayani, marejesho ya fedha za mahala pa kazi, kuna mabadiliko makubwa sana. Lakini kupitia maslahi yangu tumezungumza hapa, kipindi hiki ndio kipindi ambacho mkirudi nyuma hapo, baada ya kama mazungumzo na serikali kuanzia mwaka wa fedha gani wasema 18 19 20 likizo ilikuwa wimbo. Mwenyekiti wangu Dodoma najua likizo kwa walimu ilikuwa wimbo. Sasa hivi haipo tena. Ni moja ya mafanikio tunaweza tukasema yamepatikana kwenye kipindi chetu. Ukiacha swala la madaraja, nusu ya walimu waliopandishwa ni walimu na mwaka unaokuja tunamaliza. Kwa tunaamini ni sehemu ya mafanikio. Lakini utulivu kwenye chama ni mafanikio, nyinyi ni mashahidi. Utulivu kwenye chama ni mafanikio makubwa sana. Na walimu wasipotulia, taaluma haiwezi kaongezeka. Fuatilieni miaka yote baada ya walimu kutulia. Kila mwaka akija katibu mtendaji baraza la mitihani anawashukuru walimu kwa kuongeza nini? Ufaulu. Tunaweza kusema ni moja ya mafanikio ya chama kwa sababu katiba yetu inasema wajibu na haki. Kwa hiyo tunaamini kwamba utulivu umefanya walimu wetu wawajibike. Ndio maana tumefika hapa tulipofika. Asante. Kimsingi swala la miundombinu ni swala la serikali. Na serikali wanaona na jamii nzima inaona. Lakini pia ni shauri kwamba jamii, kwa sababu jamii ni sehemu ya maisha ya wanadamu na ni sehemu ya shule, basi jamii nayo ione namna gani ya kushiriki vizuri kuhakikisha kwamba wakati watoto wanapotarajia kwenda kuchaguliwa, lazima na jamii nayo ione inajipangaje. Kwa sababu siamini kabisa kwamba jamii hizi tulizonazo wanaweza kushindwa hata kufanya chumba kimoja cha madarasa.
ni lazima sasa nitoe wito kwa wananchi wote waone namna ambavyo kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba maeneo yote ya shule ambayo watoto wanaenda kuchaguliwa kwa ajili ya kujifunza washiriki kuona, je, madarasa yanatosha? Kama hayatosha, wanachangiaje na wao kama wananchi?